Hii ni MTV1 online inayokutangazia kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Afrika Mashariki, tena maziwa makuu. Leo ikiwa ni Mei 15 mwaka 2025, mimi ni Troyfan August kutoka mjini Kigoma, Tanzania, pembezoni kabisa mwa ziwa Tanganyika. Taarifa kuu inaanzia huko Saturani Masisi, ambapo wakulima wakumbwa na wasiwasi ya kuelekea mashambani kutokana na mabomu ambayo bado yapo mashambani kwao. Boga inakuwa sana kuona wakati wanaingia ndani ya mashamba, wakati wako nalima kuna kwa milipuko ya mabomu ambazo zinapasuka na zinaumiza watu. Mashirika ya kiraia katika mji wa Mangujipa na Njia Panda yameanza mgomo wa kutofanya kazi kutokana na ukosefu wa usalama. Mgomo imeanza leo tarehe 15 katika mji mkuu wa Mangurejipa vile na mji mkuu ya Njia Panda. Na hayo ni machache tu kati ya yale mengi tuliokuandalia hii leo, na nikusii tu uweze kuambatana nami mwanzo hadi mwisho. Taarifa kutoka Sake wilayani Masisi zinasema wakazi wa eneo hilo kwa sasa wanashuhudia hofu ya mashambani kutokana na vifaa vya kijeshi vinavyopatikana mashambani kwao, hasa mabomu na maguruneti yaliyoachwa wakati wa vita. Ismaili Matunguru ni mkazi wa mji wa Sake Masisi, anaeleza. Ndio hali ya maisha kwa sasa ndani ya mji wa Sake na zorota, kwani unaangalia kwamba kunakuwa wakazi wa mji wa Sake hawana access ya kuingia katika mashamba zao, basi wanakuwa na oga ya kusema kwamba katika mashamba zao mnakuwa mabomu, mnakuwa mamini bado zenye haziyakuwa ziabomoka ziaripuka. Na Sake ilikuwa ni uwanja wa mpigano baada ya miaka 3. Loro unakuwa kutana hali ya maisha ndani ya mji wa Sake ingali tunazorota, kwani hakuna access ya kuingia ndani ya mashamba. Kwamba mji wa Sake na kando ilikuwa ni mji ambayo ilipiganiwa ndani sana baada ya miaka 2, na baada hiyo miaka 2 wakaji walikuwa wa Sake walikuwa wakiishi katika makempi mbalimbali. Wakazi wa Masisi wengi wakiwa wakulima na wafugaji ambao kwa sasa wamerudi nyumbani kwao kutoka katika kambi mbalimbali pembezoni mwa mji wa Goma. Hapa ndani ya kata Tula Bikali watoto karibuni 5 walijeruhiwa vikali kwa sababu ya hiyo kulogota vitu ambao wanaita vichuma, wakawaza kwamba ni chuma kumbe ni bombe, na hiyo grenade ikaripuka na ikaua mtoto mmoja na wengine 5 wakajeruhiwa vikali. Na huko mkoani Ituri wananchi wameomba jeshi kuweka ushirikiano usio thabiti. Ndio ni lazima jeshi la Kongo waweze kuwa na uhusiano nzuri na raia, kwa sababu raia mara nyingi anapasha waleta nguvu kwa jeshi, akiwapa habari mbalimbali kuhusu mambo yanapitika kwa eneo yao. Ndio kitu inalazimisha raia na jeshi wakuwe kabisa na uhusiano nzuri. Na kila mara na sisi kama shirika la raia tunaendelea kuhimiza raia kusema hatuna jeshi nyingine kwa Kongo, tuna jeshi moja peke yake ni FRDC, na sisi kama raia tunapasha kuwaunga mkono kusudi wafanye kazi nzuri. Na tunaendelea kualika wanajeshi wa Kongo pia waweze kujua kutafuta njia nzuri ama namna nzuri ya kuishi na raia, kwa sababu ile itawapa namna ya kushinda adui. Tunaweza kusema tangu mwezi wa 4 karibu tulikuwa naona ukimya kidogo ilikuwa naonekana karibu pali pote kwa Ituri, na hapa kwa mwezi wa 5 tunaona karibu juma moja hii kunaenda pita fujo fulani inaonekana, lakini haiko sawa ilikuwa zamani. Hata leo asubuhi wanamgambo wa Kodeko waliweza kuonekana ngambo za kupita Bule, ngambo za juu kule imeonekana sawa waliua mtu, na siku si nyingi karibu siku 2-3 hivyo kulikuwa pia wale wanawaita kama CRP onekana ngambo za Katoto huko, na pale pia mwananchi mmoja aliuawa. Hivyo hii ndio hali tuko nayo kwa muda huu, lakini kwa ujumla tunaweza kusema hii inaanza shuka. Kulikuwa mchakato wa kusema kwamba tayari UPDF imechukua maeneo mbalimbali kule Chomia na sehemu nyingine. Je, wakazi wameanza kurudi?
ndio UPDF hawajafika Chomya. Wako sehemu zingine nafikiri wengine, lakini hapa hawajafika bado. Na raia kweli wanahitaji ya ukimya. Kama ile jeshi ya UPDF wanaweza kukua deploy pahali pote kwenye kulikuwa fujo, inaweza kusaidia watu waweze kurudi makwao. Lakini ukilinganisha siku za mbele na za hivi karibuni, ukiangalia haya maeneo ya Jugu, maeneo ya Fataki, maeneo ya Chomya, hali ikoje kwa jumla? Kuna utofauti? Sema isipokuwa tu ile hali tumeona leo na tumesikia leo asubuhi, na yale yalitokea karibu siku mbili hapa ngambo za Katoto huko, inaonekana sawa, fujo inaenda kupungua. Na ile ndio raia wanahitaji kukue ukimya kusudi waweze kurudi nyumbani. Na ngambo za Fataki kabisa, masiku hizi hakuna fujo kabisa zinaonekana, isipokuwa wanamgambo wa Kodeko mara mengine wanapora tu watu njiani barabarani wakienda Agi ndio gari hizo ndio mara mengine imeanguka kwa mikono yao, lakini sio wote, ni wa fulani wanaendelea kufanya hiyo. Wilayani Nyiragongo ambako hii leo kumewekwa kiongozi mpya wa kijadi baada ya muda mrefu wa mzozo wa uongozi wa asili. Manzi ni gavana makamu kutoka AFC M23. Nyiragongo habari. Bukumu habari. Ndaza kuvuga no mu Kinyarwanda kugira ngo n'abashitsi batwumve, sivyo? Tuko na liberty ya kusema neno mu lugha ambayo tunahitaji, tunataka, na hakuna shida. Na hiyo inaonekanisha hiyo mabadiliko ambayo ilishakuwa deja, si ndio? Sasa na wasalimu, waliniambia Bukumu ilikuwa orfere na leo imepata baba, na kushukuru Sa Majesté, na nitasema kwa viongozi vyetu namna siku ilitendeka, na hii inaonekanisha ile matunda mazuri ambao iko mbele, na kushukuru. Sherehe hizo ambazo zimehudhuriwa na watu wengi kutoka M23 wakiwemo meya wa mji wa Goma Katembo June. Habari wakaaji wa teritoria ya Nyiragongo. Habari. Kutie. Ninabuholo yeye. Basi bolovolo twa masima baba. Tunashukuru sana na Mwenyezi Mungu atubariki. Akishinikizwa naye Desir Gabu Kisuba ambaye ni makamu wa mji wa Goma kutoka M23. Wandugu wapenzi ya mjambo. Na mimi nafurahi kufika hapa, ni siku ya furaha, lakini nadhani haiko siku ya furaha sana kwa mwami, kwani kunabeba mzigo mkubwa. Mzigo ya hii population ambao wanasimamia, ambao wanapaswa leta mpaka kubopo. Il est vrai que sheferia Bukumu iko na shida nyingi, na tunadhani pamoja na mwami na nguvu ambazo wanazo ataleta suluhisho kwa shida zote za population. Shukrani sana. Huku makamanda wa M23 wakiwapa kuunga mkono kiongozi mpya wa Nyiragongo kama anavyoeleza Jimmy kutoka M23. Ndio sababu siku zote mtaona kuna Kenya kiendeki kuhusu usalama, hata na kwa mambo mengine, msikose kutupigia simu, msikose kumtwitter. Sehemu zenye tunaongoza na sehemu zenye tutaendelea kutafuta usalama hivi, na wengine wakongomani waenjoy usalama. Hata hivyo, MTV1 imekutana na baadhi ya wakazi wa Nyiragongo katika eneo la sherehe na katika vijiji vya Kanyaruchinya. Tunakuja kuangalia mwami wetu Ezake mpya. Ni kitu kenjo kinanifikisha mahali hapa. Na mnajisikiaje sasa kuwa na mwami mpya? Tunafurahi sana kuona mwami wetu mpya Ezake. Hii Nyiragongo ilikuwa kwa matatizo muda mrefu. Mnadhani ni kitu gani mnataka wafanyizie? Tunapenda mwami wetu Ezake atuteteye, kwani tuna shida za mingi hapa Nyiragongo, sheferia Bukumu. Tunapenda mwami wetu mpya ambao tumepata atuteteye kwa ngazi za juu, na atukumbuke kwa hatuwezi kitu sisi Nyiragongo. Hatuna maji, hatuna kitu chochote. Tunamtumana atetee kubwa kubwa
watupatie maji, na hata maji iko lakini ni ya kidogo ya Regideso wala Mersiko ambayo ilijenga bonne fondere mali hapa Kanyaruchinya mgrupema ya Kibati, lakini maji ni kidogo. Na tuteteye kuhusu Nyiragongo, hatuna pesa wala kitu chochote, lakini wanaanza kusema tuuze maji jerekani moja wanaomba safra Kongore, lakini watu wengi sisi Nyiragongo tuko watu wa venerable, hatuna kitu chochote. Tunamtumana mwami wetu Ezake Kaembe atuteteye kwa kubwa. Hii Nyiragongo ilikuwa na mzozo wa muda mrefu, nadhani sasa utakwisha. Kwa imani ya Mwenyezi Mungu na viongozi wetu wapya Sultani Makenga na Cornere Nanga wakiendelesha, labda mizozo taisha hapa Nyiragongo kwetu hapa sheferi ya Bukumu. Jina lako? Mimi jina langu Kibanja Barazira, ninazaliwa mu village Bukanda, groupement Kibati, na shefu wetu wa groupement Ruboneka pamoja na mwami wetu Ezake Kaembe Butiti. Jina langu naitwa kwa Mutabazi Mfashingabo. Hapa tuko Kanyaruchinya, Nyiragongo. Leo watu wamekuja hapa. Kwa nini watu wamekuja hapa? Watu wamekuja ili aweze kuwa mwami ambaye atawaongoza. Na tunafurahia sana kuona mwami wetu ambaye Mungu amemteua atuongoze. Mnasubiri nini kwake? Tunasubiri tuweze kujua kama atatuongoza vipi. Na sisi tunasubiri tuweze kupata amani Nyiragongo yetu. Ile njoo wakaaji tunatarajia sana. Tulisubiri sana, leo tunafurahia sana tuweze kuona kama jinsi tunapata mwami mpya, na Mungu akisaidia aweze kutuongoza vema, tuweze kupata amani na salama. Jina langu naitwa kwa Mutabazi Mfashingabo. Tukitoka huko Goma turudi Rubero, ambako mashirika ya kiraia yameanzisha mgomo wa kutofanya kazi kutokana na ukosefu wa usalama unaotekelezwa na watu wanaodhaniwa kuwa ni ADF. Songo Kahunga ni mkazi wa Njia Panda Mangurujipa. Mgomo imeanja leo tarehe 15 katika mji mkuu wa Mangurejipa vile na mji mkuu ya Njia Panda. Mgomo huo unaitishwa na vikundi vyote vya society, vya civil society, ambayo inasikitika sana na inaita wakaaji wote kwa kufanya mgomo, kwa sababu wanaona kama ukosefu wa usalama ambao unatatizwa na ADF umesonga mbele sana. Adui anaanza fika katika miji mikubwa kuwatatiza warahia na kuwaua. Lakini si kuna jeshi la UPDF hapo? Ndiyo, kumekuwa jeshi la Uganda na jeshi la Kongo ambalo limekuwa katika mji, lakini kwa sasa rahia wao wanapendekeza waweze kuingia katika mashamba yao na vile waweze kupata amani, kwa sababu wao kukuja huko sio kuishi na wakaaji katika mingine, lakini wasaidie kusudi rahia waingie katika pori. Na huu mgomo utafanya siku ngapi? Mgomo huo utafanya siku 4 tangu leo mpaka siku ya Mungu. Mgomo huo unaomba watu ambao wanaongoza vikundi vya makamanda wa jeshi la FRDC waweze kwanza kuondoshwa, ambao wanashindwa kufanya kazi zao kama ilivyo. Ndio maana wakaaji wanapendekeza kwanza wakuu wa jeshi la Kongo ambao wameshindwa kuchunga wakaaji waondoke kwanza mahali ambako tunaishi huko Mangurejipa. Ya pili, wanaomba kama jeshi ambalo litafika kuchunga wakaaji likuwe jeshi ambalo litaweza kuingia porini kwa kufata adui huyo ADF, na waweze kumsaga ili watu waweze kurudi katika mashamba yao na vijiji ambavyo wameacha. Tatu, kunakuwa vikundi vingi huko ambavyo vimemiliki silaha ambavyo vinatatiza rahia, na wakaonekana kama wao wanakuwa katika nayo vile hii mauaji kusaidia adui
ili watumalize. Hiyo inakuwa sababu kubwa sana ya kuacha mgomo huo umalize siku 4. Vijiji gani haswa ambavyo vimeshambuliwa hivi karibuni? Kunakuwa kijiji mkubwa sana ambayo ni Anzia Panda. Hapo adui ameingia na kuua watu wengi, watu karibu 23 ambao wamezikwa. Kunakuwa vile mjini ya Changanda, kunakuwa mji wa Bandulu, kunakuwa vile na mji wa Mangurejipa ambako adui wanazunguka karibu na kuwaua watu. Na tukiondoka huko Manguru, taarifa kutoka huko nchini Burundi, wakati taifa hilo likiendelea na kampeni za uchaguzi ambao utafanyika mwezi wa 6, Rais wa Jamhuri ya Burundi Mheshimiwa Evariste Ndayishimiye ameongoza maelfu ya wakazi wa nchi hiyo katika uzinduzi wa kampeni hizo za wabunge na madiwani, huku akiwataka Warundi kutorudi katika machafuko ya vita vilivyosababisha raia wengi kukimbia nchi hiyo na wengine kupoteza maisha. Rais Ndayishimiye amesisitiza umuhimu wa amani wakati akifungua kampeni hizo za wabunge na madiwani katika mkoa wa Ngozi, akiongoza viongozi mbalimbali wa chama tawala cha CNDD-FDD na maelfu ya raia wa nchi hiyo waliojitokeza kusikiliza kampeni hizo. Twese tuumve ko iyo tuvuye hari habi ntikugira ntidusubire inyuma kandi turi ku rugendo rugana heza. Sote tujue kwamba tulikotoka ni pabaya kutokana na vita na machafuko. Ni nani anayetaka kurudi huko? Hapana, hakuna hata mmoja anayetaka kurudi huko. Nchi ilikuwa imetawanyika na raia wake kusambaratika. Tulipambana sana kutafuta amani ya nchi, kufikia hatua ambayo wananchi wanaweza kulima na kupata maendeleo. Sasa kila mwenye kazi anapata mavuno, na sasa ni muda wa kupumzika matatizo tuliyopitia. Nchi ya Burundi ilikuwa ya majonzi na vilio, lakini sasa vyote vimeisha. Abarundi bahekogwa izuba riva, mugivyo byose ubu byaraheze. None ubu umuntu ajyama akaguru akamanika mwikoma. Katika hatua nyingine, Rais Ndayishimiye amewataka raia wa Burundi wanaoishi mataifa mbalimbali kote duniani kurudi kuwekeza nchini humo na kusaidia kuinua uchumi wa taifa hilo. Hari abandi Barundi baba hanze bakorera hanze, abo twita kwa Barundi bishwi. Kuna wengine raia wa Burundi wanaoishi nchi za nje na kufanya kazi huko. Tungependa warudi kuwekeza nchini kwao ili kuleta maendeleo na kuona wanaheshimika katika nchi yao na kusaidia ndugu zao na kuendeleza maendeleo kwa pamoja. Uwo muri diaspora je gukora umugambi ahubwo yorohereze kurusha n'abandi bari ngaha. Urto niho nuwagiye gusuma azosuma garukana mu gihugu cyacu. Kwa upande wake, katibu mkuu wa chama tawala CNDD-FDD Reverien Ndikurio amesema chama hicho tangu kushika dola kimesaidia kurejea kwa amani katika vijiji vya nchi ya Burundi na kukuza uhusiano wa nchi miongoni mwa jamii. Igisata cy'ubutungane cyaritaweho kurusha mu kunagura no mu kuronsa ivyankenerwa. Mkakati wa kuendeleza maendeleo hapa nchini tangu chama tawala cha CNDD-FDD kilipoingia madarakani kimesaidia kwa kiasi kikubwa kuleta amani na maendeleo miongoni mwa jamii kote nchini. Pamoja na kwamba safari bado ni ndefu, tunasaidia jamii bila kuangalia ukabila na hakuna mtu aliye juu ya sheria. Yo kuyita igihangange mbere y'ubutungane. Msikilizaji, kwa ripoti hiyo kutoka nchini Burundi ndo inayotamatisha taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo ya Mei 15 mwaka 2025. Sina shaka umeweza kuhabarika vya kutosha, lakini pia nikukumbushe tunaendelea matangazo haya yanaendelea kusikika katika mitandao yetu ya kijamii Facebook, YouTube, Instagram, lakini pia kupitia redio washirika katika eneo zima la maziwa makuu. Kwa niaba ya mwandaji wa taarifa hii ya habari Auster Marivika, mimi ni Tryphon Odas nikiwa hapa mjini Kigoma, Tanzania, pembezoni mwa ziwa Tanganyika. Hadi wakati mwingine, nikutakia siku njema.